wengi wamezungumza yale yaliyofanyika. Na yamefanyika kwa ushirikiano wa watu watatu kama tulivyo kwenye picha. Mwaka 2020 tuliomba kura watatu. Lakini baadaye tumefanya kazi watatu mpaka tumemaliza. Leo tunaomba tena kupewa awamu nyingine ya miaka 5 tukiwa watatu, tuendelee kuwatumikia Watanzania pamoja na wanarabwa kuhakikisha kwamba miradi ambayo haijakamilika tuweze kukamilisha. Lakini pia changamoto tunazoibuliwa pia tuweze kushirikiana namna kuzitatua kupitia mwongozo wetu wa ilani ya CCM itakayoenda kuunda serikali na watumishi wa Tanzania. Kwa mimi nipo tayari, nipo mbele yenu kwa utayari kuhakikisha kwamba ninakwenda kuwatumikia baada ya kulipigia kura tarehe 29 mwezi wa 10 na nikapata wenzangu wale wawili tukawa watatu pamoja tutafanya kazi zote kubwa. Tukianza na kijiji cha Rabwood au nikizungumza sekta ya barabara kwa ujumla. Ninajua pale kijiji cha Rabwood kuna changamoto kubwa ambayo iliyopo kati ya kuunganisha kijiji cha Mariwa pamoja na barabara Mariwa na Makongeni. Pale katikati kuna daraja. Na ukisoma ilani ya Chama cha Mapinduzi hasa kwa wilaya ya Rorya tumetajwa kupewa madaraja yatakayojengwa kwa huu mwaka unaofuata. Kwa katika kupitisha sisi kupitia kura za ndio, jukumu langu kama diwani kuhakikisha kwamba daraja ambazo tumepewa wilaya ya Rorya basi mojawapo hiyo ya kuunganisha Mariwa na Makongeni daraja mojawapo. Hilo ni jukumu langu la kwenda kusimamia na kuhakikisha kwamba natekelezeka wakati wa utekelezaji. Lakini pia shida iliyopo ya nyumba ya daktari ambayo imefikia inasubiri umaliziaji. Eneo ile nyumba itakamilika haraka sana. Na muda mfupi baada ya uchaguzi. Nina hakika asante, tutakapokwenda kusherehekea Pasaka mwaka kesho tutakuwa tumeshapata nyumba na madaktari wetu wanaishi mahali pazuri. Niliwaahidi toka mwanzo tumeanza ujenzi mpaka sasa, ndio kwamba sasa tunakwenda kukamilisha. Hatuna mbambamba tena. Tuna changamoto ndogo zinazoibuka, kuna shule zetu hazina ubora katika maeneo yote. Tutahakikisha kwamba miradi inayofikia kuhusu elimu, uboreshaji miundombinu ya shule tutafanya vizuri katika eneo vijiji vyote. Lakini pia tukianza na zile shule ambazo zote hazikuwahi kupata miradi mipya. Ndani ya kata hii tuna shule ya msingi Oliobi. Tumemaliza, hawakupata darasa jipya. Tumekarabati na kupeleka miundombinu mingine. Shule ya msingi Mariwa tumekarabati na kuweka miundombinu mingine. Shule ya msingi Kasino tumekarabati na kuweka miundombinu mingine. Na shule ya msingi hizo shule tatu ndio shule ambazo kupata miradi kabisa, shule darasa mapya. Lakini kuna shule zingine ambazo tuna madarasa mapya lakini madarasa ya zamani ni chakavu. Kwa lazima tuendelee kuweka miundombinu mipya na kuboresha yale yaliyopo. Niliwaambia watu wa Mariwa wajenge msingi. Wakikabidhi msingi, mimi najenga boma. Hilo tumekubaliana. Hadi yangu iko pale pale. Tukapige kura, tukaendeleze ujenzi wa madarasa letu jipya. Niliwaambia Oliobi wajenge msingi. Wanikabidhi boma na matofali nilishawapa. Baada ya msingi kukamilika ni kunyanyua boma na tunamalizia kwa haraka sana wapate darasa jipya. Na niliwaambia watu wa Kasino wajenge msingi. Walishanikabidhi msingi, nimepeleka matofali baadhi na kwenda kumalizia matofali na mafundi kuanza ujenzi. Tukikamilisha shule hizo tatu, shule zetu za msingi 7, kila shule kutakuwa darasa jipya ambalo pia mchango wangu ni mkubwa na serikali itakuwa imefanya majukumu ya kumalizia na kuweka miundombinu yote ya msingi. Uboreshaji na ukamilishaji wa madarasa haya itakwenda sambamba na kuboresha makazi ya walimu wetu.
mwalimu lazima tumwekee mazingira mazuri ya kuishi anapokusugua chake kwa kutuondolea ujinga. Changamoto za nyumba za walimu bado tunazo, tunatambua, lakini niwaombe wananchi kuwa wakarimu na kuwapa walimu wetu ushirikiano. Pale ambapo serikali inaendelea kutekeleza majukumu yake na sisi tunaelekea kwenye uchaguzi, ili mwisho siku tukaisukume serikali kukamilisha ujenzi na ukarabati wa nyumba za walimu, na sisi tuna sehemu yetu. Mimi kama diwani wenu tutashirikiana kikamilifu na hilo litatokea. Niwaombe katika swala la kukubaliana, hawa walimu wetu ni watoto wa wazazi wao. Wanapofika hapa kuna wazazi, nyinyi ndio wazazi. Hebu mwatunze na kuwalinda. Tuna changamoto baadhi ya maeneo, walimu wanalalamika na walimu wanahama. Unajikuta mwenyekiti wa kamati tena kwa moyo, mwalimu hatumtaki, tuhamishia aondoke hapo tuletee mwingine. Serikali wakileta haumtaki, wakileta haumtaki, tatizo ni nini? Kwa lazima jamii husika, wa shule husika, kaeni chini tuishi nao kwa upendo. Tuwape upendo. Jamani, jembe si jembe. Nataka mseme mpaka kule Ingili wasikie. Jembe si jembe. Anza kuombea kura. Kwanza nataka tuseme kwa nguvu mpaka kule Zanzibari alipokuweko mgombea urais leo asikie tunayoyasema. Tunaomba kura kwa Dr.